Na mtazamaji, kwenye taarifa nyingine tanzia ni kwamba shirika la utangazaji nchini KBC pamoja na vyombo vya habari kwa ujumla vinaomboleza kifo cha ghafla cha Festus Amimo ambaye hadi kufariki kwake alikuwa msimamizi wa idhaa ya Mayenga, mojawapo ya kituo kinachomilikiwa na shirika hili. Festus anaripotiwa kupoteza fahamu na kufariki leo asubuhi katika hoteli moja jijini Nairobi, na mwili wake ukapelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Nairobi kabla ya kuhamishwa katika hifadhi ya kibinafsi. Risala za rambirambi zimekuwa zikifurika huku familia na marafiki wakijaribu kuridhia hali ya kifo chake cha ghafla. Polisi wameanzisha uchunguzi ili kubaini kilichosababisha kifo hicho. Hofu na wasiwasi iligubika familia, marafiki na wafanyikazi wenza wa marehemu Festus Amimo, huku wakitafakari kuhusu kifo chake cha ghafla. He was in high spirits, he was fine, but then he collapsed and died. So we will seek to know exactly what happened to his body that caused the death. Jamaa, ndugu na marafiki walikusanyika nyumbani kwake katika mtaa wa Sosian, huku maswali yakiibuka kufuatia taarifa kwamba alikuwa amepoteza fahamu na baadaye akafariki. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kati, Philemon Nyakombo, amesema walipokea taarifa kwamba alikuwa amepoteza fahamu na kufariki katika hoteli moja jijini Nairobi, huku uchunguzi ukiendelea. It is still early stages. We have a lot to cover to identify someone as a suspect. We cannot say there is a suspect, but yes, there is a person assisting us with the investigation. Akitangaza kifo chake, mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji nchini KBC, Agnes Kaleche, alimsifu Amimo kuwa mwanahabari aliyeheshimiwa katika shirika la KBC, akifahamika kutokana na taaluma yake ya kipekee, mwanahabari aliyewajibika na mwenye hamu kubwa ya kazi yake. Hadi kifo chake, Amimo alikuwa msimamizi wa idhaa ya Mayenga, mojawapo ya idhaa za shirika la KBC, ambako alikuwa nahodha wa kipindi cha asubuhi. Marehemu Amimo pia alikuwa mwenyekiti wa chama cha wanahabari wa jamii ya Waluo. Wanahabari wenzake walisema alikuwa nahodha kipindi cha asubuhi aliyefanya kazi kwa juhudi nyingi, pamoja na kupenda kutangamana na kushirikiana na wenzake. Let me tell you, KBC is poorer without Amimo. Mayenga is poorer without Amimo. Radio is poorer without Amimo. Personally, I went to college together with him, then worked with him from KBC Kisumu, and then up to Nairobi. He was more than a brother to me. I'm very much affected, and I was one of the people who wrote that I can't believe it. Amimo is our icon, more so in Mayenga FM. He has brought Mayenga to another level in the corporation. So as a family, as a friend, I'm saying sorry a lot to KBC family for losing such kind of an icon. Siku zote katika maisha nilikuwa namuita generali. Generali kwa sababu siku zote Amimo ni mtu ambaye ukiwa na jambo analisuluhisha mkiwa naye pamoja, na hawezi kukufurahia sana likienda katika kiwango kingine. Matatizo yakiwemo mnayamalizia pale pale. Halafu ni mtetezi, namuita mtetezi kwa sababu gani? Masuala mengi yakiwepo huwa tunayajadili na tunahakikisha kwamba kila mwananchi anapata haki yake ya maisha. He was one of the people I was relying on to just ensure that there is synergy within radio department. Marehemu Amimo amemwacha mjane na wanawe watatu. Na mtazamaji, wanasema alilopanga Mola halipingiki, na mipango ya Mola haina makosa. Bila shaka ni kifo ambacho kitawaacha wengi na huzuni nyingi, lakini ni kuwaombea kila mmoja aliyeathirika kupata amani na faraja kutoka kwa Maulana. Roho yake Maulana na ilaze mahali pema palipopema.